kwa sababu ya utamaduni. Jamii ya Maa inajulikana kila pahali duniani kwa sababu ya kuweka mbele utamaduni. Watalii kuja kuangalia na kufurahia utamaduni wa jamii ya Wamaa. Kwa hivyo hii sherehe, chief, na kuambia pongezi, uendelee kueneza utamaduni wa Maa, kwa sababu utamaduni ni kitu ya maana sana. Na kwa hivyo ukisherekea na mabibi zako na familia, tunataka kusema tuko pamoja, na Mungu akusaidie na familia yako na rika yako ambayo unaongoza. Hiyo maneno ya kuwa na viongozi machifu wa rika ni jambo ambaye nitauliza majamii yote ya Kenya waige mfano wa jamii ya Maa. Pia kila jamii ikuwe na chief wa kitamaduni ambaye atashughulikia maneno ya jamii, utamaduni wa jamii, mila na desturi za jamii, kwa sababu mkosa mila ni mtumwa. Na mimi nataka nipongeze jamii ya Wamaa kwa kuweka mbele mambo ya utamaduni, na muendelee namna hiyo, na msiambiwe na mtu yoyote ati mtoke kwa mambo ya utamaduni wenu ati ni ukabila. Lazima kila jamii ifurahie utamaduni wake. Na kwa hivyo mimi nimeshukuru sana 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 sana, na mimi nimeleta salamu kwa mama wale wajane ya mke wangu Reverend Dorcas. Ameniambia nimsalimie, anawatakia mema. Alifanya kazi mingi sana hapa Kajiado South kusaidia wamama wajane na watoto yatima. Tulikuja na yeye jana na ako area, ameenda kukutana na mama wengine, na tumekubaliana mwaka ujao tukipata nafasi ya uongozi, Mama Dorcas atakuja kuendelea kazi alikuwa anafanya hapa Kajiado South na wamama wajane na watoto ya yatima. Kusema kweli, sisi tulishukuru Ruto alitufukuza kwa serikali, kwa sababu hatukekaa na yeye. Tuko na furaha tukiwa nje kwa sababu hatuwezi kaa na yeye. Lakini kitu moja mimi na mke wangu tunasikia vibaya ni kwamba ile kazi Mama Dorcas alikuwa anafanya na wajane hapa Masaini ilisimama. Hiyo ndio peke yake tunasitikika ya kwamba kuna kazi muhimu sana alikuwa anafanya kusaidia wamama wajane na kusaidia watoto yatima. Na tunaomba Mwenyezi Mungu atusaidie tupate serikali mwaka ujao, ndio hiyo kazi Pastor Dorcas alikuwa anafanya hapa na Masaini ya kusaidia kina mama wajane na miradi yao na kusaidia watoto yatima iweze kuendelea. Mimi sitaki niseme mengi, kwanza nisikize ground, nisikie vile inasema, kwa sababu natakaga nijue ninaongea na nani. Sasa niulize hapa Kuku Ward, Kajiado South, mnasemaje? Ati mnasemaje? Watu ya Kuku mnasemaje? Ati mnasema one time? Harambee! Wewe Ruto, wewe Kasongo, wewe Kaongo, wewe Zakayo, wewe mwizi, wewe mtu ya kutenga, mtu ya Singapore. Kasongo aende asiende? Aende asiende? Wangapi wanasema Kasongo aende, Kasongo aende, Kasongo aende? Bas, sasa mimi tunaweza elewana sasa. Mimi niko hapo. Vijana mpo? Vijana mpo? Rigiji yako kadi, je nyinyi? Vijana wa Masai, Rigiji yako kadi, je nyinyi? Nataka nitoe pongezi kwa vijana ya Kajiado. Kura ambayo ilikuwa inachukuliwa mwezi uliopita, mliweza kuchukua kura 50,000. Naomba muendelee pale katika makao makuu kuongeza kura. Nyinyi vijana ya Gen Z na vijana ya Millennial ndio dawa ya Kasongo. Nyinyi ndio mtasaidia sisi kuokoa Kenya, kwa sababu nyinyi hamwezi hongwa na maharagwe na shilingi 200. Kwa hivyo vijana mjue, Jamhuri ya Kenya, taifa nzima inategemea nyinyi vijana, na vile tu mnaweza kusaidia sisi, kusaidia wamama, kusaidia wazee na watoto, ni kuandikisha kama wapiga kura
ndio mwaka ujao mchukue nafasi yenu katika uamuzi ya vile Kenya itaongozwa. Mimi niseme nimekuwa pale Kajiado East jana, wanasema ni one term. Nimekuwa juzi Kajiado West, wanasema one term. Nimekuwa juzi Kajiado North, wanasema one term. Kajiado Central, wanasema one term. Hapa Kajiado South mnasemaje? Na mimi nikiona mko na sababu ya kutosha kusema one term. Mimi nilikosana na Kasongo, nilikuwa naibu wake, na ndio nilimsaidia akakuwa rais, na bila mimi hangekuwa rais. Kweli ama uongo? Mimi ni mjenzi, najua kujenga, pia najua kubomoa. Nibomoe nisibomoe? Mwenye kujenga ndio mwenye kujua kubomoa, ndio anajua nyumba ni wapi aliweka chuma, ni wapi hakuweka, ni wapi aliweka ile simiti mzito, ni wapi hakuweka, ni wapi aliweka bao ile ya hardwood, na ni wapi aliweka ya softwood. Jana nimesema ya Kasongo hajui siasa, nitamfundisha siasa mwaka ujao. Mtu mwingine akanipigia akaniuliza, wewe unasema rais hajui siasa namna gani na amekuwa kwa siasa mwaka 35? Nikamwambia hakuna siasa najua. Atajua siasa namna gani? Amechaguliwa mwaka 3 iliyopita. Watu milioni 5 walimpenda, walikuwa wanamsikiza. Baada ya miaka 3 ndio wamsikize, lazima awalipe kila mtu 1000 wamsikilize. Huyo ni mtu anajua siasa? Wewe umepoteza watu milioni 5. Walikuwa wanakupenda, walikuwa wanakuimbia, walikuwa wanasema wewe umetosha. Ulikuwa unaenda kutembelea wako na furaha bila kuwalipa hata shilingi moja. Mwaka 3 baadaye umekuwa rais na uko na kila kitu. Hiyo watu yote wamekuacha. Ukitaka kuongea na hao wanakuambia uwalipe kwanza. Wewe kuna siasa unajua? Huyo mtu kuna siasa anajua? Wewe umekuwa na watu 5 million pale Mlimani, walikupigia kura, walikupenda, walikuenzi, walikusifu, walikuamini. Mwaka 3 baadaye wanasema wewe ni one term, uende nyumbani. Hawa wale tu umewapoteza, umeshindwa kukaa na hawa kwa sababu wewe hujui siasa. Wewe watu ya hustlers, hao mama mboga, boda boda, walikuwa wanakupenda, walikuwa wanakuamini, walikuwa wanategemea wewe. Leo wanasema uende nyumbani. Ndio mimi nilisema yeye hakuna siasa anajua. Wewe utakuwa naungwa mkono na watu milioni 7 namna gani? Baada ya mwaka 3 wote wanasema uende nyumbani. Kwa sababu wewe hujielewi, hujui kazi, hujui kupanga, hujui kukaa na watu. Ndio mimi nimesema next year nataka nikufundishe siasa. Na utajua mimi najua siasa ukiwa Sugoi. Utanipigia simu huko uniambie Rigiji nimekubali. Wewe ni mwalimu wa siasa. I'll teach you politics. Kasongo afundishwe siasa asifundishwe? Unajua yeye aliingia hapa na Biblia akadanganya sisi ameokoka. Alikuwa hata anaongea na ulimi, anaongea na lugha nyingine ya kuko juu. Kila mtu akamwamini kwa sababu sisi ni Wakristo. Sote tukampigia kura. Kumbe alikuwa ni fisi, amevaa ngozi ya nini? Kuingia pale kwa boma ameanza kukula wanyama yote. Mbuzi yote ameanza, kwa sababu alikuwa ni chui. Sasa chui amekaa na kondoo. Ni hasara si hasara? Si tumeumia? Na mbuzi ya kwanza alikula ni Rigiji. Sasa anaendelea kukula zingine pole pole. Sasa kila mtu amejua ni chui. Sasa nyinyi mtakaa na chui? Mtakubali chui kae na kondoo? Nyinyi wafugaji ni hesabu gani mtapiga mkiambiwa na kondoo atifisi chui iendelee kukaa pamoja na kondoo zenu? Mnaweza kubali? Ni chui si chui? Unajua mimi ni mzuri nimwambie nyinyi wa Masai. Unajua nyinyi ni Wakristo na mnapenda ukweli. Mambo matatu ilifanya mimi nikosana na Kasongo. Mimi nilimuuza na nilimwamini sana. Mimi tulikosana na yeye mambo matatu. Alipoamua kuua watoto ya Gen Z, kumwaga damu ya watoto, nikamwambia mimi nikiwa Mkristo, nikiwa mzazi, nikiwa na watoto vijana, siwezi kubali kufanya kazi na wewe
Kama unamwaga damu, unaua watoto. Mimi ningekaa pale, nikule pesa, nitembee na mandege akiendelea kuua watoto. Lakini mimi ni Mkristo, na mimi ni binadamu, na mimi ni mzazi. Mimi napenda watoto. Kwa hivyo wale wananiambia wewe ungevumilia tu ukae hapo ufurahie, ndio Wakikuyu wengine wananiambia wewe ungevumilia tu mkae na Kasongo msubuane mwaka 5. Sasa utakaa namna gani na mtu anaua watoto? Wamasai, nyinyi mnaweza kaa na mtu anaua watoto? Hata huyu Katoo na Shidwa wanakaa namna gani na hii mtu? Katoo my friend, unajua Katoo ni rafiki yangu. Mimi nashangaa. Mtu naua watoto, akiamuka asubuhi, mtu ya kwanza kuona ni bibi yake na watoto. Mtu ya tatu ni Katoo. Si anakaa naye pale. Sasa wewe Katoo Lemetitu, mtu ambaye ameua watoto, unakaa naye namna gani? Haya, juu ya hayo, huyu amesema wale ambaye hawakukufa wapigwe risasi ya mguu. Si alisema? Akasema wale hawakukufa wapigwe risasi? Huyo ndio mtu Katoo anakaa naye. Mimi nilikosana na Kasongo kwa sababu ya uongo. Huyu mtu anakudanganya akikuangalia. Anakuangalia tu na macho namna hii. Na ni uongo kabisa. Mimi sijaona mtu muongo namna hii tangu nizaliwe. Amedanganya kila mtu. Anaenda naanzisha barabara na anajua haina pesa. Akiondoka ile matinga inamfuata. Naoni haya. Sasa alikuwa ananiambia wewe Riji enda anzisha barabara. Nikamwambia hii barabara haina pesa sasa. Akamwambia bana wewe achana ni wa Kenya. Wewe enda anzisha alafu tukae na hii watu siku zinaenda. Mimi nikashindwa. Ndio nilisikia akiniingilia, hii mtu haongei mambo ya barabara, haongei mambo ya maji, haongei mambo ya stima. Mimi nilishindwa kudanganya wa Kenya. Unajua alikuwa anataka nimsaidie uongo. Akidanganya wa Kenya pande ile, Rigiji anadanganya pande gani? Pande hii. Mimi nikashindwa. Mambo ya tatu ilifanya mimi nikosana na Kasongo kabisa na tuelewani, ni kwa sababu ni mwizi. Amepora Kenya, ameiba kila kitu. Mali ya Kenya yote ameuza Safaricom. Ameuza Kenya Pipeline. Amechukua e-Citizen yake. Amenunua kampuni zote za simiti amechukua. Ya chuma amechukua. Mabenki amechukua. Kazi yote Kenya ndiye anafanya biashara zote. Wafanyabiashara wote wengine wamefilisika. Mimi nikashindwa kukaa na yeye. Nikaamua niende wa Munyoro nikae nyumbani. Ndio nikiwa wa Munyoro watu wakaniambia bwana, kuja utusaidie kufukuza hii mtu. Sasa mimi nikakubali. Mtanisaidia tusaidiane tufukuza hii mtu. Aende asiende. Sasa nyinyi mlikuwa wengi ni watu ya ODM. Kweli ama uongo? Kweli ama uongo? Sasa ODM imeuzwa na Junet Mohamed na Oburu na Wanga kwa Kasongo. Sasa nyinyi mtauzwa pamoja na ODM? Mtakubali? Kwa sababu kwenda kwa ODM ni kuwa watumwa ya Kasongo. Aendelee kuua watoto, aendelee kuiba mali ya Kenya na aendelee uongo. Hapa Kajiado South hakuna project hata moja. Mimi nimekuja kwa hii barabara na aibika. Hakuna stima, sijaona kikigi hata moja. Hakuna stima anywhere. Hakuna maji. Hakuna barabara. Hakuna chochote. Ili kuambia hii mtu amepata shida. Amekwama. Mulima imemuacha. Wama wamewachana na yeye. Mijikenda wamemuacha. Wakisii walimuacha kitambo. Waluya wamesema wataki mambo yake. Alikuwa anategemea Wajaluo. Hii Wajaluo wakapima, babu wakaenda pale na Sifuna akafanya mkutano. Kasongo akajua Wajaluo wamehama. Akarudi nyumbani kwao kwa Wakale pale Bomet. Analia machozi. Anaongea kilugha nyumbani. Watu wangu nimekwama, mimi ni mtoto wenu. Munikumbuke tafadhali. Mimi naona mchukui kura. Sasa mimi nitaenda wapi na watu wengine wamenikataa? Wale Wakale jini wanamuuliza,
Saa hii ndio umejua sisi ni watu ya nyumbani. Si wewe urudi pahali ulienda. Si ulituacha. Wakale wanasema sisi hatuna barabara, hatuna stima, hatuna maji, SHA haifanyi kazi. Hata sisi naumia kama Wakenya wengine. Sasa hata sisi tutashindwa kukusaidia. Jamaa amekwama. Hao wakale wanamwambia wewe, si unashidanga huko mlimani unapea watu pesa? Kwani hiyo pesa unapeana haina kura? Sisi hata hujaita sisi kwa moja State House utupatie pesa, unapatia Wakikuyu. Mbona anatuambia wamekukataa? Si wewe uende ukae na Wakikuyu wakupatie kura? Anasema bana, hii Wakikuyu wanakula pesa yangu lakini naona kwa roho wamenikataa. Kasoko wako na shida. Mimi Rigiji niko na shida mingi sana. Lakini haki ya Mungu Kasoko wako na shida mingi kuniliko. Amekataliwa nyumbani, amekataliwa kila mahali, anajiongelesha kwa sababu ya uongo na kutumia Biblia vibaya kudanganya Wakenya, na hasa shida yake kubwa kuua watoto. Mimi kuna wazee walikuja kuniona wa college, wakanipembeleza, Samaria, mtoto wetu alikuumiza, alikuaibisha, ameaibisha jamii yenu. Ni kweli ameharibu Kenya, lakini kuwa na huruma, yeye ni Mkristo, umsamehe. Nikasema ni sawa, nitamsamehe, lakini kabla sijamsamehe kuna kitu moja nataka afanye. Wale watoto wa Gen Z aliua, awafufue akuja na hao kuniona, alafu tukue na mazungumzo, si ndio? Akifufua hiyo watoto tutamsikiza, si ndio? So ukiangalia hapa Kajiado South hakuna chochote imefanyika. So mimi naomba mnipatie nafasi, mnichague mwaka ujao kama rais wa Kenya, alafu hii maneno yenu tuanze kutatua na viongozi wale ambaye mnachagua. Mtafanya hivyo? Hapa mtaunga DCP mkono? Wacha nione watu ya DCP. DCP ni chama cha kitaifa, ni chama ya masikio ya kusikiza watu, na nyinyi wa Masai mnapenda masikio. Tusaidiane kwa DCP. Huyu kijana anaitwa Parashina, rafiki yangu, na yeye si msaliti. Siku Ruto ananifukuza, aliita Parashina anifukuze, akampa pesa akakataa. Bunge ya kitaifa, Parashina alipiga kura Rigiji asifukuzwe. Nataka niseme asante na shukrani kwa watu ya Parashina. Huyu Senator Seki alikataa kunifukuza, alipewa pesa akakataa. Nataka niseme shukrani Senator Seki na watu ya Kajiado. Huyu Ngogoyo alikataa pesa ya Kasongo kunifukuza, nataka niseme asante. Hao viongozi watatu Kajiado peke yake ndio walikataa pesa ya Kasongo. Wengine wote walishughulikia tumbo zao. Lakini mimi nasema mlinifukuza. Wapi barabara? Wapi maji? Kasongo alikuwa anasema ati mimi nazuia kazi ifanyike. Tangu niondoke kuna kitu imefanyika? Si ni wizi peke yake imeendelea? Kwa sababu nikiwa hapo nilikuwa namkataza kuiba. Namwambia wewe Kasongo, acha umeiba sana. Pumzika weekend uanze Monday. Kwa sababu anataka kuiba kila siku. Kuanzia Monday mpaka namwambia hata weekend Kasongo usipumzike. Uende kanisani utubu dhambi zako. Sasa mimi Governor Seki ndio mimi naunga mkono. Nimeongea na watu ya Mlima, wako kura 140,000. Hiyo kura yote ni ya Governor Seki. Nyinyi wa Masai, kama Seki ataanguka nyinyi ndio mtamwangusha, hapana mimi. Pande yangu mimi nimemaliza. Kazi yangu mimi nimemaliza. 140,000 iko inangoja Seki. Ile imebaki ni yenu. Na nyinyi ndio wengi. Anaweza anguka kweli? Basi. Huyu kijana anaitwa Parashina, wazee mlete yeye kwangu. Mimi najua Kasongo anamtisha, ni kijana mdogo. Na ndio nikaona huruma kwake. Nikasema asipigwe na mtu yeyote. Lakini wazee mkimleta kwangu, mlango yangu imefunguliwa kwa Parashina, ni kijana mzuri. Na tutatembea pamoja. Huyu MCA hapa anaitwa Lemomo. Nimeona ni kijana wa nguvu. Na amefanya mzuri kusikiliza nyinyi, akatoka ODM akakuja DCP.
kiongozi ambaye anaelewa, anafuata watu yake, anasikiza wananchi. MCA Lemomo, pongezi kwa kusikiza ground. Watu yako wamekuambia toka ODM enda DCP, ndio umefanya. Hiyo ndio uongozi. Lazima usikize kiongozi na tajiri wako. Ya mwisho nikimalizia, nimekuja hapa mlima ya Kilimanjaro. Mimi nataka tuunganishe ile mlima ya Kenya na mlima ya Kilimanjaro, milima yote mbili iongee sauti moja. Ndio. Si wanasema mimi ni mtu ya mlima? Mimi ni mtu ya mlima Kilimanjaro. Niko hapa. Nataka hii mlima ya Kirinyaga ya Kilimanjaro iungane. Nikikaa nitaenda kutafuta mlima Elgon niunganishe milima yote tatu. Milima iongee sauti mo. Lakini sana sana utamaduni. Mimi nakuja kutafuta uhusiano bora ya Wamaa na jamii ya mlima. Wewe chief, kama utaongeza bibi ya 4, tafuta Mkikuyu sasa ndio tukae vizuri. Wangapi wanasema kama ataongeza atafute Mkikuyu? Si ni mzuri? Na nyinyi vijana wale hamko hapa, mchanganye maneno. Vijana wa Masai mchukue wasichana wa Kikuyu mletee ng'ombe. Na nyinyi wasichana wa Masai muolewe na wa Kikuyu. Mimi nataka tukae watu mmoja, one community ya Wakikuyu na Wamaa. Tupendane na tuzaane. Na wamama wale mko na nguvu na wazee, mniongeze watoto. Naomba watoto tafadhali. Mimi naomba kila familia kukiwezekana watoto kutoka 6 kwenda juu, kwa sababu tunataka tukue wengi. Kwa sababu tukiwa wengi hatuwezi pata matatizo mbele. Mtapendana? Wangapi wanasema Wakikuyu na Wamasai waoane? Wangapi wanasema Wakikuyu na Wamasai waoane? Bas. Wangapi wanasema Rigiji apewe watoto, aongezwe watoto? Vijana mnasema namna hiyo? Nyinyi vijana muongeze watoto. Na msiogope ati watasoma namna gani. Rigiji akiwa president next year anarudisha masomo ya bure ya shule ya msingi. Akina mama muendelee mpate watoto. Nitarudisha rida mama, mkienda kujifungua hakuna malipo. Mimi tauda maneno watoto wakuwe wengi ndio tukae na ile njia ambayo inatakikana. Kwa hivyo mimi nataka niseme asante sana. Wewe Chief Warika umekuwa rafiki yangu. Na nitakuja kukutembelea nyumbani. Kama nimepata nafasi ya kuwa rais wa Jamhuri ya Kenya, nitakuja hapa nyumbani. Na tukifanikiwa vile mmetuombea, tutarudi hapa kusema asante. Si ndio? Mnataka turudi kusema asante? Kwa sababu hiyo ni muhimu sana. Tumetengeneza urafiki wa maana. Na mimi nataka niambie jamii ya Maa, hii chama ya DCP ni yenu. Ore Parsina ndio national chairman. Martin Kamwaro ndio deputy secretary general. This is your party. Nyinyi ndio wakubwa wetu, mtuongoze. Na mimi nimesema jana, Kajiado Ruto peke yake ndiye amekosea watu ya Kajiado heshima. Amewanyima kiti ya waziri. Tangu tupate uhuru, Kajiado haijakosa kiti ya waziri. Hayati Mzee Jomo Kenyatta alimchagua Stanley Oloitiptip kutoka hapa akakuwa waziri. Rais Moi alichagua Saitoti akakuwa waziri na makamu wa rais. Kibaki alichagua Parpai kutoka hapa akakuwa rais. Baadaye amechagua Gaiseri. Uhuru Kenyatta amechagua Lenku kutoka hapa. Ametoka hapo amechagua Tobiko. Kwa hivyo William Ruto ndio peke yake amedharau watu ya Kajiado. Mimi nataka nihakikishie nyinyi nitarudisha heshima ya Kajiado mwaka ujao. Na Kajiado itapata nafasi yake kwa baraza la mawaziri. Lazima bendera itapeperuka hapa Kajiado katika cabinet ambayo tutatengeneza. Ukiangalia siku tumepata viongozi kutoka hapa, tulipata mambo ya usalama iko na heshima. Sasa Ruto amechukua mtoto kidogo amenyeta, anaitwa Murkomen, ameharibu usalama. Unaweza kufanya kulinganisha General Gaiseri na Murkomen? Si ni kama kifo na ndoto? Si ni kama kifo na ndoto? Mimi nitatafuta mawaziri hapa na hii sekta za usalama nitategemea sana watu ya Kajiado na jamii ya Maa. Nyinyi mko na viongozi wanaweza peleka Kenya kwa ile barabara ambayo inastahili.
General Gaiseri alifanya kazi nzuri. Justice Ole Tipis akiwa waziri wa Moi alifanya kazi ambayo inaonekana. William Ole Ntimama alifanya kazi inaonekana. Huyu Keriako Tobiko alifanya kazi inaonekana. Ni hasara kubwa kwa Kenya kukosa waziri kutoka hapa Kajiado. Ni hasara kubwa Kajiado kukosa viongozi wa vitengo ya juu katika vitengo vya usalama. Tunataka watu ya Kajiado katika jeshi letu la kitaifa wakuwe pale, katika idara ya polisi wakuwe pale, kwa sababu wanafanya kazi na bidii na ni waaminifu kwa Jamhuri ya Kenya. Kwa hivyo mimi nataka niseme tutakuwa pamoja, na mimi nataka mkae hapa na jamii zote, Wakikuyu, Wakamba, Wakisii, Wamasai, mkae hapa mpendane kama Kenya moja. Na chama chetu cha DCP ni cha kila jamii, na sana sana naomba urafiki na uhusiano wa hali ya juu ya Wamana wa Kikuyu kupitia doa. Nataka muone mpate watoto, ndio hakuna mtu ataingia katikati yetu miaka na milele, si ndio? Tukipata watoto pamoja kuna mtu atatuingilia? Hakuna mtu anaweza kuja katikati yetu. Mimi nimefurahi sana chief wetu Warika na wale wote waliandaa hii sherehe. Nimeshukuru sana. Ningali niko sijaondoka, niko area. Kesho nitakuwa kanisani Ilasit, alafu nifanye baraza hapo, niende Kemana, alafu nielekee jijini Nairobi. Niko hapa siku 3 lakini nitarudi. Sitakaa sana. Nataka nikikaa ninarudi. Na nyinyi mkipata nafasi mnitembelee Wamunyoro. Mtakuja Wamunyoro? Mtakuja Wamunyoro? Mtakuja siku gani? Mtakuja siku gani? Mtaletwa na nani? Lemomo. Wewe Lemomo, leta hii watu ya Munyoro. Wakuja waona ile mlima mwingine wamezoea hii ya Kilimanjaro. Wakikula mali yangu, hata mimi niko na mali kidogo ya kukula. Mkuje tusherekee pamoja. Wamama nimeshukuru sana, na nimemwambia Reverend Dorcas anampenda sana na amenihakikishia ako tayari kufanya kazi na nyinyi msaidiane. Mimi sitaki kupitisha hapo, nataka niseme asanti, na tutatafuta serikali pamoja na itapatikana. Huyu Kasongo tumemsukuma kwa kona. Analia kama panya imeshikwa na mtego. Na ana nafasi hawezi epuka. Tumeweka yeye kwa kona. Amekataliwa na kila mtu. Ndio anarudi huko kwao kulia, na watu ya huko wanamwambia rudi pahali unashindanga, ukalie huko. Kwa hivyo mimi nimeshukuru sana 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 sana. Asante sana Ashiole, asanteni sana. Thank you very much. Mungu awabariki, ninawapenda na asanteni sana. Thank you. Asante His Excellency the Second Deputy President. Makofi jamani DJ.